Asante mtakatifu, asante mwenye rehema, asante uliyekuwa pamoja nasi, asante uliyetuvusha hata leo. Asante mtakatifu peke yako. Wewe ni Mungu mtakatifu, hakuna mwingine kama wewe. Asante, asante Yesu, tunasema asante. Asante Yesu uliye mtakatifu. Kama sio wewe ni nani angesimama? Kama sio wewe Baba ni nani? Ni wewe tu. Hatujaona Mungu mkuu kama wewe, ila wewe tu Baba, ila wewe tu. Asante mtakatifu kwa kuwa ni mwaminifu. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, tunahitaji nguvu zako, uwezo wako na mamlaka vitawale. Asante Yesu, asante. Asante. Praise, naomba mtulie. Naomba tutulie tusikilize maelekezo kabla sijasema neno. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Hatujatoa sadaka zetu. Nataka nitoe maelekezo, niombe kwanza kabla hujatoa sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Nilitoa maelekezo tangu mwanzo kwa ajili ya hii sadaka. Wengine jana walichukua, wengine walichukua moja, walichukua mbili, wengine walichukua tatu, sawa sawa na mahitaji ya kila mmoja. Tukawa tulichukua nyingi tu, kila mmoja sawa sawa na mahitaji ambavyo tulitoa maelekezo. Tukatoa maelekezo kwamba unajua kuna mambo mengine hayawezi kufanyika pasipo sadaka. Kuna majibu mengine hayawezi kutokea pasipokuwa sadaka, maombi na nguvu ya sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna majibu mengine au maelekezo mengine Mungu anasema na wewe, lakini cha kwanza ufuate maelekezo. Mungu anataka nini? Alipokuwa anataka kushusha moto wakati mtumishi wa Mungu Elia anapigana vita na gombana vita, Elia hakwenda mwenyewe, alisikia maelekezo kwanza. Aliposikia maelekezo akaambiwa chinja ng'ombe wa umri wa miaka kadhaa. Akatafuta wa umri wa miaka ile aliyoelekezwa, akamchinja. Alipomchinja akaambiwa gawa vipande vinne. Angegawa 10 angekuwa kumepatia maelekezo. Akaambiwa gawa vipande vinne. Alafu akamwelekeza jinsi ya kupanga kuni. Alipomwelekeza jinsi ya kupanga kuni, alimwambia chimba na mfereji. Haleluya. Alivyopanga zile kuni, akamwambia sasa simama, ita moto kutoka mbinguni ili uteketeze. Akamwambia chukua pipa la kwanza, mwaga mahali pale la maji. Angesema kama leo hii angesema hapana, maji hayawezi kuwasha moto, ngoja niende sheli nikanunue mafuta. Lakini yeye hakubishana, akafuata maelekezo. Akaenda akachukua maji, akatia, akasema ongeza pipa lingine, akamwaga. Akamwambia chukua tena, akamwaga. Akamwaga mara ya 4, ndipo akasema tulia kwanza. Lakini leo hii ungebishana ukasema kiberiti kitapitaje wakati maji tunajua kabisa ndio yanayozima moto. Haleluya. Fuata maelekezo ya Mungu utafunguliwa. Haleluya. Kwa hiyo Elia hakubishana na Mungu, akafuata maelekezo, akachukua maji, akamwambia chukua, ita moto ushuke ili unipate kuitambulisha kazi niliyokuwa. Haleluya, haleluya. Elia akaita moto kutoka mbinguni ukashuka, ukalamba ukalamba ile sadaka, ukalamba na yale maji, moto ukawaka. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo ni Mungu mwenyewe maelekezo kifuata. Nikasema hivi, kuna mambo mengine adui anapofanya, amezunguka usiku kucha, anataka kuiwinda nafsi yako, anataka kuharibu maisha yako. Amezunguka usiku kucha na ametoa na sadaka. Muda aliotoa kazunguka usiku kucha, yuko mtupu, anataka kuharibu maisha yako. Lakini wewe unafikiri utaomba tu afu naondoka. Lazima sadaka ihusike, haijalishi na kiwango gani. Maombi na imani na sadaka, ili kuzivunja madhabahu zilizosimama. Inategemea imani yako na madhabahu, ili ipate kujibu maombi lazima ipate heshima. Haleluya. Ukizarau madhabahu inakuwa haina majibu, na ukiheshimu inakuwa na majibu.
Jinsi unavyoongeza thamani ya kuheshimu madhabahu, ndivyo unavyopokea majibu yako sawa sawa na jinsi unavyoiamini na kuheshimu na kusikia inataka nini. Inaheshimiwa madhabahu. Na wachawi, niliwaambia jana, tulipiga magoti watu hapa tukiwa tunaomba na kuambia hivi, mambo yamefanyika makubwa sana. Waliona macho, wamefunuliwa, wameona kitu. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo kinachokwenda kutendeka hapa ni kwamba tunataka kutoa sadaka. Waliochukua bahasha zao washike mkononi, nataka niombe, utatoa mwenyewe mbele hapa sadaka. Haleluya. Walioshika, na kama haukuchukua, nikakwambia hivi, hii sadaka unapotoa, unatoa si kwa ajili yako tu, ni kwa ajili ya kizazi chako, kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya maisha yako. Na ikiwa kuna jambo unapitia, nilikwambia pitia, usemeshe neno kwa ajili ya hiyo sadaka. Sadaka unavyotoa, toa uwe na sababu ya kunenea kitu. Mungu, kwa sadaka hii nataka nivute katika pito langu. Mungu, kwa sadaka hii nataka nione nikiinuka. Mungu, kwa sadaka hii nataka nione kibali changu kinasimama na kuinuka. Kwa sadaka hii nataka niinuke, afya yangu itokee mara. Kwa sadaka hii huduma yangu ipate kujulikana. Kwa sadaka hii ukoo wangu akujue wewe. Kwa sadaka hii mume wangu, mke wangu akujue wewe. Watoto wangu wakujue wewe. Mji huu wakujue wewe. Haleluya. Ni wewe tu. Shika sadaka yako, nataka niombe. Nikakupa mfano, nikasema huwa natoa sadaka kwa ajili ya familia yangu, watoto wangu, ukoo wangu, hata kanisa langu. Hata mtu mmoja Mungu akinifunulia tu kwamba kuna mtu anapita katika eneo ambalo naomba, nabeba mzigo, natoa na sadaka. Sio lazima nimwambie mama nimekutolea sadaka. Na hata kama naona navuka mimi peke yangu, na Mungu wangu anasema nimeuona mkono wa Bwana. Nimeuona mkono wa Bwana. Haleluya. Kwa hiyo wewe sasa ndo nakwambia, kama ukuchukua sadaka, chombo cha bahasha, yani cha kutolea, unaweza kuinua mkono. Kama umechukua, basi tunataka tuombe maombi, tutoe sadaka. Haleluya. Ambao hawakuchukua, wote tunazo, tuinue sadaka zetu namna hii. Nataka niombe sasa. Ambao hawajachukua wengine ambao wanazo bahasha hizi, nataka ushike. Ninapotaka kuomba, shika mkononi mwako, nataka nitamke neno, alafu iwe hivyo kama Mungu atamkavyo. Shika sadaka yako mkononi, na kama unahitaji kuchukua, bahasha zipo. Sadaka haina kiwango, ni imani yako na kujiungamanisha. Tunapokwenda kuvunja madhabahu ambazo zisumbufu katika maisha yako, lazima utumie maombi na sadaka na mafunuo Mungu aliyokufunulia. Haleluya, haleluya. Shika sadaka yako, nataka niombe. Na kuna watu hawana bahasha, unaweza ukawapa ili wapate kushiriki kwa njia ya bahasha. Nataka niombe. Funika macho, shika sadaka yako namna hii. Shika sadaka yako namna hii, nataka niombe. Watoto mnaozunguka, naomba mtulie. Wewe kama unamwona mtoto mbele yako, mwambie naomba utulie. Shika sadaka yako, nataka nitamke neno kwenye madhabahu hii. Na naamini, nakwambia, namwamini Yesu Kristo aliyenituma. Yale ambayo neno la Bwana linatoka, yani neno la Bwana haliwezi likarudi bure, lazima litimishe yale ambayo neno la Bwana ambayo Mungu amelituma, lazima litimie. Na mimi nakwambia hivi, lazima litimie katika maisha yako. Maadamu umesikia na umesikia. Unajua kuna watu hawasikii. Waliosikia, Mungu lazima atimize kwao, na Mungu lazima atende kwao. Na kwenye hii madhabahu, nasema kweli, Mungu lazima atende katika maisha yao. Shika sadaka yako. Mungu uliye hai, ulikuwepo siku ya kwanza, ulikuwepo siku ya pili, ulikuwepo siku ya tatu, siku ya nne, siku ya leo ni ya tano. Baba, ni siku ya mwisho kwenye mkutano huu. Baba uliyenituma, umenitumia Baba sawa sawa na mapenzi yako. Umejifunua nami nimenena ulionena. Baba, tazama watoto wako. Tumesikia mengi sana juu ya mji huu wa Sigamba, juu ya mji huu wa Mbalizi, juu ya jiji hili, juu ya taifa lako. Lakini Mungu, tumekanyaga maeneo haya, wamama, wa baba, vijana na watoto.
makabila mbalimbali. Mungu, tumekuja na sadaka. Hii sadaka Mungu tunaomba ikapate kusababisha majibu ya wengi. Wengine Mungu wamefungwa na nguvu za giza, wengine ni kazi zao zimefungwa, wengine ni biashara zimefungwa, wengine ni ndoa zimefungwa, wengine ni afya zimefungwa, wengine ni wokovu wao umefungwa, wengine ni imani zao zimefungwa, wengine viwango vya kukutumikia vimefungwa, wengine Mungu ni wazazi wao wamefungwa, wengine Mungu ni biashara zao, kazi za mikono yao, wengine Mungu ni mashamba yao, wengine mifugo yao haiongezeki, wengine ni watoto wao wanahitaji kuoa na kuolewa, wengine ni wao wenyewe wanahitaji kuoa na kuolewa, wengine ni ndoa zao wamekwama, wengine Mungu ni familia zimekwama, wengine ni watoto wanaferi wamekwama, wengine ni madhaifu katika afya za miili yao. Mungu uliye hai, wengine Mungu hawaelewi, milango imefungwa, hawaelewi njia zimefungwa, wengine Mungu hawajui hata cha kufanya kuanzia siku ya leo. Baba, nami ninaomba Mungu uliye hai, sababisha kila atakaye kutolewa kwenye hii madhabahu apate kukutana na nguvu zako za uponyaji. Waliofungwa kazi zao zikafunguliwe, afya zao zikafunguliwe, watoto wakafunguliwe. Nguvu za giza zinazosababisha watu wavamiwe na roho ya utumwa, kutumikishwa na shetani katika ulimwengu wa roho, Baba, wakafunguliwe. Wengine ni dhambi tu fulani ambaye Mungu anatamani kuvuka peke yake hawezi, Mungu ukamfungue. Wengine wana magonjwa kwenye afya zao, kupitia hiki chombo cha sadaka, Mungu kama mtume wako na kuomba Baba uliye mtakatifu, fungua wamama. Wengine vimbe tumboni zitoke, wengine afya zao vifua vipate kuwa huru, wengine ni migongo ipate kuwa huru. Watakapogusa tu hii madhabahu, Baba, wakutane na uzima. Wengine Mungu watoto wao hawajakaa sawa, wakapata kukaa sawa. Wengine hawaongei na wazazi, Baba, kawaunganishe kuanzia leo. Wengine Mungu wamekosa heshima kwa sababu wamechafuliwa tu na nguvu za giza, Baba, wakapata kusafishwa kupitia tu hii nguvu ya sadaka na hii madhabahu. Baba, okoa maisha yao. Wengine Mungu hawalali, wanakesha macho usiku kucha, Baba, kuanzia leo watakapogusa tu Mungu wakapata kuwa salama. Wengine Baba hawaeleweki kabisa, hata vibali vyao vimesahaulika. Wengine ni kuibiwa, kukataliwa, kuzulumiwa. Wengine ni madeni, vita tu ya kuvamia, ya mashambulizi ya kila namna. Wengine Baba wamekaliwa na vikao kabisa. Ninakwenda kukutolea kwa imani, ninapokea neno lako ambacho limejibu kwa damu ya Yesu. Amen. Praise. Naomba wimbo sasa. Anzisha wimbo nao unaoeleweka vizuri ili watu wote wanaitikia. Naomba chombo cha sadaka weka pale. Unapita unatoa hapo mbele. Toa sadaka. Toa sadaka. Utaniambia matokeo yako kuanzia leo. Toa sadaka. Utaniambia matokeo, maswali ya majibu yako. Maswali ya majibu yako. Toa mwenyewe sadaka. Huku kisemesha neno, huku kimwambia Mungu, kwa sadaka hii mpaka kuvuka, kuona watoto wangu wanasonga, kuona huduma yangu inadumu. Toa sadaka yako kwa imani. Toa sadaka. Na usiondoke kwenye ibada maalum. Hapa leo tunafanya ibada maalum kwa ajili ya kuahirisha. Toa sadaka. Toa sadaka yako. Kuna kitu ambacho kinakusumbua. Leo ni mwisho. Leo ni mwisho wake. Toa sadaka yako. Yes,
Hakuna. Kinachochokonoa baraka zako, majibu yako ni sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sadaka yako na imani yako. Kwa hiyo tumeomba hii sadaka, lakini kuna ibada maalum niliahidi leo. Walioandika wako wapi? Wasipokuwepo ibada maalum haipo. Wako walioandika. Hao wachache walioandika. Kama hujaandika ni wewe. Nilisema andika kitu utaki kabisa. Unajua kuna kitu maishani inakuwa ni kero, si ndio? Na kila mtu ana kero yake katika maisha yake. Kama unasema nadanganya, kila mtu ana kero yake. Ana kitu ambacho kinamkera katika maisha yake. Yaani kwamba hili nikipita tu hapa ninakaa huru. Haleluya. Kwa hiyo wewe ndicho nilichosema uandike. Sasa nataka nikwambie hivi. Habari za Yesu, tangu nimekuja hapa nimezungumza habari za Mungu. Tumemwona Mungu akifungua watu, akifanya vitu ambavyo Mungu tulikuwa tunaomba, na tunamwona kabisa waziwazi akifanya. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo mimi binafsi nasema nimemuona Bwana. Wanaosema nimemuona Bwana wako wapi? Haleluya. Sasa ibada maalumu nisiwe na mambo mengi sana kwa sababu ya muda wetu umeendelea. Lakini niwe na neno moja ya kwamba hivi. Nisome kitabu cha Yeremia 19 mstari wa kwanza mpaka ule mstari nitakapoishia. Sikia. Yeremia 19. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yeremia 19. Bwana asema hivi. Enenda ukanunue gudulia la mafinyanzi, ukachukue pamoja nawe baadhi ya wazee wa watu wa baadhi ya wazee wa makuhani, ukatoke uende mpaka bonde la mwana wa Hinomu. Sasa leo unasema bonde la mwana wa Pipeline. Haleluya. Haleluya. Lililo karibu na mahali pa kuingilia, ambapo ndo hapa palango la vigae, ukahubiri huko maneno nitakayo kuambia. Maneno Mungu alioniambia yote nimehubiri mahali hapa. Haleluya. Maneno yote Mungu alioniambia nimehubiri mahali hapa. Nimekwambia hivi. Maisha yako ya leo hii bila Yesu Kristo huwezi. Kwanza, bila Yesu Kristo huwezi. Ameimba mtumishi wa Mungu hapa kwamba katika kupambana kwako usipambane kwa maneno. Katika kupambana kwako usipambane katika vita ya kutangaza ya mwilini. Kupambana kwako pambania kupitia magoti. Kupitia magoti watapigana na madhabahu, hawatapigana na kile ambacho, yani wewe ukitaka kushinda vita, acha maneno. Maneno Mungu anayotaka, nataka ushinde kwa neno. Ukikutana na magumu shinda kwa neno. Ukikutana na neema shinda kwa neno. Maana neema nayo pia inaweza kumfunika mtu akaneemeka, akatajirika, akashinda kuikontrol, akafanya uharibifu mkubwa. Haleluya. Na pili, mtu akakutana na magumu kame wa maisha, pia akafanya makubwa mabaya. Kwa hiyo haya yote yanahitaji Mungu. Mungu akikaa ndani yako ambaye ni Yesu, yani yeye hashindi. Ukisoma tena kitabu cha Yeremia 18 mstari wa 4, anasema yeye ni kama ni mfinyanzi ambaye akikaa kwako anakufinyanga na kutengeneza. Akikaa kwa watoto wako anafinyanga na kutengeneza. Akikaa kwenye kazi anafinyanga na kutengeneza. Kwa hiyo kazi yake akiingia kwako ni kufanya mabadiliko. Ulikuwa una mambo ya ajabu, kazi yake yeye ni kuyaondoa na kuyatupa pembeni. Anayaondoa na yatupa pembeni. Anakaa yeye na wewe, atake kuchangamana na kitu kingine. Anakikaa kwako yeye, anaanza kufinyanga, anatoa vitu vilivyo viovu anatupa pembeni. Anatafuta vitu vizuri anaingiza ndani yako. Kama ni tabia na kutengeneza, kama ni usemi na kutengeneza, kama ni mwendo na kutengeneza, kama ni uimbaji na kutengeneza, kama ni tabia na kutengeneza. Kama ulikuwa unatumikishwa na shetani, anakutengeneza, ndio kazi yake. Kama ni mahali ingefanya kwaya, kazi yake yeye ni kutengeneza. Anapendua, anatoa matakataka, anakaa yeye. Anataka watu waliojitakasa, watu waliokubali, ndio anaotaka. Akiingia kwako na kukarabati. Alipoingia kwa Rahabu alitengeneza. Rahabu kakaa pembeni, akazungumza na Rahabu. Rahabu akasema, utafanya nini kwa ajili ya ukoo wangu? Rahabu alikuwa ni mtu
sababu ni nyumba ya hatari, lakini nyumba ya hatari akaponya ukoo wake, akaponya kabila lake, akaponya wazazi wake. Huyo kahaba, Yesu akiingia kwako, hata kama ni kahaba, yeye anatoa ukahaba, anatupa pembeni, anatoa uzinzi, anatupa pembeni, anatoa ulevi, anatoa vuta bangi, anatoa tabia mbaya, anaitupa pembeni. Akikaa kwako, kazi yake ni kutengeneza, anafinyanga tena. Anasema hivi, ni kama mfinyanzi, nikikaa kwako ni kitu gani cha kunishinda? Anakufinyanga tena, anakufinyanga tena. Alipoingia kwa Paulo alikuwa anakata watu na glenda, anakata watu na glenda hii misumeno, anakata watu. Paulo aliyekuwa akiitwa Sauli, alipoingia kambadilisha Paulo yule ndiye tunasoma habari zake. Alienda Filipi akahubiri, akaenda Wakorintho akahubiri, akaenda Thessalonike akahubiri, akaenda Efeso akahubiri. Hata alipo kifungoni, yuko gerezani, anasema wakuu, hata gerezani akahubiri Injili, hata kifungoni akahubiri. Tunaona gereza likafunguka kwa Paulo na Sila wakimhubiri Yesu gerezani. Wanasema hata kama tuko kifungoni, lakini Yesu yupo, anaweza kufungua. Gereza likafunguka, watu wakafunguliwa. Yesu akikaa kwako, hakuna vifungo, hakuna magonjwa, hakuna rana, hakuna mikosi. Paulo akabadilisha watu wengi. Inawezekana unaogopa, unasema mimi watanielewaje kwa sababu nimetenda matendo haya, kila watu wanajua. Paulo alikuwa anajulikana, wanasema kwa tabia hii ya watu wa namna ile, mtumeni Paulo ndio atakayefanya uharibifu. Anajulikana Paulo. Wewe unasema katabia kako kanajulikana kwenye kitongoji hata hawajui. Haleluya. Paulo alikuwa anajulikana, lakini Yesu akiingia kwako mama, yeye anasema hivi, chombo kikiharibika, chombo kikivunjika, chombo kikikataliwa, chombo kikichukiwa, hata wakikudharau anakupa heshima. Hata kama wamekudharau anakuinua tu, hata umesahaulika anakupa heshima. Hata watu wakikukataa, lakini Yesu anakukubali. Nataka nikwambie hivi, hata ukisema utashindwa kusomesha, lakini ukimwita Yesu utasomesha. Wakisema huyu hataolewa, ukimwita Yesu unaolewa. Wakisema huyu atashindwa, ukimwita Yesu anafanya. Lakini tu usiamini vitu vya ulimwengu. Waganga wanadanganya wengi, wanadanganya watu kama utajiri. Nilikwambia jana utajiri wa kimbingu, nikakusomea kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza mpaka ule wa 15. Nikakwambia hivi, upo utajiri wa kimbingu wa kibiblia, utajiri wa mtabarikiwa haupo. Na nilikwambia hivi, watu wanauza vitu, kutumia hivyo vitu usikatai, nasema kuuza. Haleluya. Yaani watu wanauziwa vitu na kuwa navyo 3, 4, 5 ndani. Yaani hata nategemea vimeua maombi. Anafika nyumbani, chumvi ipo, anachukua chumvi, analala eti maombi hapo. Umetamka kitu gani? Nataka nikwambie hivi, mwanamke, baba, mama, tunaona wakina Petro wakiwa gerezani. Wakina mama walikaa sehemu moja, wanatabia walikaa kwenye nyumba ya mwanamke alikuwa anaitwa Roda. Walikuwa wamekaa wanapiga magoti. Mungu, nenda kwa Paulo, kamtoe Petro aliko gerezani. Wanasema kanisa likaomba kwa bidii. Wanasema nenda kumfungue huko aliko gerezani. Biblia inasema ya kwamba gereza litafunguka. Geti la kwanza likatoka, geti la pili likatoka, geti la tatu likatoka. Wako wapi wanaofunguliwa? Hebu sema nafunguliwa. Geti la kwanza linafunguka, geti la pili linafunguka, geti la tatu linafunguka. Kwa jina. Petro hakuwa na mafuta gerezani, wale wamama hawakuwa na mafuta. Petro anatoka geti la kwanza, geti la pili, geti la tatu, anafunguliwa. Magoti wamekaa watu kwenye kakona, wanasema Mungu, tuma malaika.
tuma malaika, watoto wangu wako shuleni wamevamiwa, tuma malaika, mume wangu yuko kazini kule Dar es Salaam asiguswe na wabaya, tuma malaika wamzingire. Haleluya! Nakwambia neno ndio linalokushindia. Na haya maombi yanahitaji watakatifu waliojitakasa, waliojikana, waliotupa mambo pembeni, waliotupa uzinzi pembeni, usengenyaji pembeni, waganga pembeni, viguru pembeni, matambiko pembeni, tabia mbaya pembeni, uharibifu pembeni, waliojitakasa. Hata kijikagua, anasema Paulo, nimejikagua mimi, sijaona neno hata moja. Hata kisimama mmoja ashuhudie jambo nililolitenda tangu nilipokutana na Mungu, Hanania aliponipaka mafuta, sijatenda neno lolote baya. Tusogee tu huko, yani tusogee. Sikiliza, ndio tunamaliza hivi. Nataka nikwambie hivi, kuna maombi lazima tusaidiane kuomba pamoja na wewe. Maombi mengine sio lazima mimi niombe peke yangu. Kuanzia hapo mstari huo kurudi nyuma, hapa mbele kuna kitu maalum nimeweka hapa. Sogea huko mama, tunataka kufanya ibada maalum sasa ili kukomesha vita. Kesho tutakuwepo hapa. Kama ni kesho ni sehemu nyingine, pasikia ni sehemu nyingine tumeshuka chini kidogo, utakujaga. Haleluya! Lakini ibada maalum ya leo, sema ibada maalum, ibada maalum ya kukomesha vita vya shetani. Shetani atakuja kama shetani ashuke hapa na pembe. Kuna shetani watu anakuja na vuruga, wewe unashangaa shetani watu. Kwa hiyo tunataka tuvuruge leo. Haleluya, haleluya, haleluya. Sikia kitabu hicho cha Yeremia 19 hiyo Yeremia 19. Yeremia 19 hiyo. Tumalizie tunapokwenda kwenye ibada maalum, alafu tufanye maombi. Njoo ndani yake kuna moto. Anasema wamewachoma watoto wao, lakini wale wanaoishi hawajui kama watoto wao wamechomwa, wale wametolewa sadaka. Ndio maana watu mambo yanaenda hayaendi. Sasa tutakapovunja tu, utaniambia vitu vikivunjika vinafanya kazi? Havifanyi kazi. Lakini kama waliharibu kwako, Mungu anasema hivi, na kufinyanga tena. Sema Bwana atanifinyanga tena. Kuanzia leo hii Bwana atanifinyanga tena. Bwana atanifinyanga tena. Bwana atanifinyanga tena. Atarudisha heshima yangu tena. Atarudisha kibali changu tena. Atarudisha afya yangu tena. Ataniinua tena. Sawa, ngoja nishuke. Haleluya. Na mimi nataka ibada ambayo hujai kuiona ndio uionage leo. Haleluya. Haleluya. Sasa nataka hivi, nitakapohesabu beba imani. Unataka wapi pavunjike? Wewe ndio unayeelewa. Unataka wapi pavunjike? Yaani najua hata baba una mahali pako. Hata wewe una mahali pako. Mimi najua hata wewe una mahali pako. Hata wewe una mahali pako. Unataka wapi pavunjike? Wewe una mahali pako. Unataka wapi pavunjike? Wewe una mahali pako. Kila mtu ana mahali pake. Mwingine ni watoto, mwingine ndoa, mwingine afya, mwingine kazi haiendi. Miaka inakwenda tu. Kumbe kuna watu wanazunguka na walitoa na sadaka. Na tumetoa sadaka hapa, tunaunganisha na ibada ya matendo ambayo sasa hii hao ndio wao hapa. Hii hapa. Ndio wao hapa. Njoo inua hili hapa baraka. Haleluya. 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 Na hesabu niweke hapa. Ligeuze huko. Namna hii huko. Ndio naona litavunjika. Namna hii. Na hesabu moja. Yaani napo hesabu angaliaga kitu gani kinakusumbua. Ndo madhabahu hii inakwenda kuvunjika. Madhabahu sumbufu kwenye maisha yako. Na hesabu moja. Kuna watu naona vifungo vinadondoka. 2. Moto unashuka. 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 Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu.
na kwenda kuvunja matumbo, vimbe zilizo kwenye matumbo, na kwenda kuvunja mateso, watu waliozungushiwa vita. Bili vifungo vinatoka. Naona kuna mtu kabisa anatoka kwenye vifungo. 3 navunja kwa jina la Yesu. Funguka, funguka sasa, funguka sasa, funguka sasa, funguka sasa, funguka sasa, funguka sasa, funguka sasa. Haya mateso natangaza kuvunjika, kuvunjika, kuvunjika. Kuna watu vitu vinavunjika, vitu vinavunjika kwa jina la Yesu. Sikia sasa, sikia sasa. Naona nguvu za Mungu zimeshuka sasa. Tulia, tulia katika uwepo wa Mungu. Wewe ndo tazama vitu ambavyo vinatoka kwako. Zinabomoka kwa jina la Yesu. Tulia, tulia. Walioandika yale mambo ambayo hayatakiwa kwa wapi? Nataka tunapomaliza walioandika wapi? Walioandika kusanya hapo. Yaandike kusanya hapo. Kusanya kwa huyo walioandika. Andika wewe, weka walioandika. Wewe weka tu. Wanafanya usiku mchana. Haleluya. Na nilikwambia hivi, mtu akijaribisha kufanya lolote lazima aumbuke. Sema lazima aumbuke. Lazima aumbuke. Lazima aumbuke. Lazima aumbuke. Lazima aumbuke. Sema tunafichua. Kwa jina la Yesu. Na wasubiri tufanye haraka. Usiku umeendelea. Na wasubiri tufanye haraka. Nasubiri tufanye haraka. Kama kuna neno umekosea lakini shabaha yako ni ile. Hakuna kitakachoharibika. Unasikia? Hakuna kitakachoharibika. Hizo wewe chukua bahasha ziweke huko. Wewe weka hapo. Sogeza hapo. Nataka nikwambie hivi. Kitabu cha Joshua. Na kuendea kila kitu na kusomea kitabu. Ndio. Haya ni tayari. Ndio kuteketeza, si ndio? Na moto umeandaliwa. Okay. Sikia. Tunapochoma moto, wewe vitu vinaungua na vinateketea. Si hapa tu mpaka nyumbani. Mimi ndio nakwambia hivi. Beba hiyo nguvu ya imani. Na ukifika nyumbani, jana tulikuwa na ibada nyingine na nimekuelekeza. Wapi wanashuhuda? Watu wengi sana wanashuhuda hapa. Lakini nataka nikwambie hivi. Soma kitabu cha Joshua 6 mstari wa 3. Na kusomea tulia. Kitabu Joshua 6 mstari wa 3. Haleluya. Kitabu cha Joshua 6 mstari wa 3. Sikia neno la Bwana linavyosema. Nanyi mtauzunguka mji huu, watu wote wa vita. Mkiuzunguka mji mara moja, fanyeni hivi siku 6. Haleluya. Kwa hiyo hapa tutazunguka hapa kwa imani. Haleluya. Kwa imani. Nitashuka hapo, nitakuwa nazunguka hapo. Lakini nataka kuteketeza vile usivyovitaka. Ukuta wa Yeriko ulianguka kwa kelele za shangwe. Kwa kelele. Kwa mji huu tunataka tuangushe kwa mara ya mwisho kwa kelele. Magonjwa chini, uharibifu chini, ulevi chini, uzinzi chini, waganga chini, vibuyu chini, dhambi zote chini. Haribu vitu vyote. Mpaka kule nyumbani, kanisani, sokoni, barabarani, nyumbani, makanisani, madukani. Haribu vitu vyote. Sema naharibu kwa jina la Yesu. Naharibu uganga, naharibu ushirikina, naharibu mitego, walionitega, naharibu utasa, magonjwa, mateso, vurugu, laana, kwa jina la Yesu.
na hesabu moja. Anasema mzunguko ukuta siku ya kwanza, kaeni kimya. Unavuta hisia. Ukuta wangu ni nini? Unaona ukuta. Tumevunja lile kongwa la kwanza. Sasa upo ukuta ambao tunakwenda kuvunja. Nataka nikuvalisha hiyo nguvu ili ukirudi nyumbani, mahali popote tembea kwa ushindi. Mimi kitu kimevunjika. Nasema mzunguka mara ya kwanza, kaeni kimya. Vuta hisia za kushangilia. Hebu mwache nafasi mwenzako kidogo kidogo, kwa sababu tutakwenda kushangilia. Usije kumgusa mwenzako. Maombi, kuna maombi bado sijaomba. Haleluya. Haya, tunazunguka. Haya, na hesabu moja. Endelea kuvuta. Ni kitu gani unakizunguka? Ukuta wako ni nini? Mimi sielewi. Na mimi nina ukuta wangu najua. Lakini Mungu amenituma kukufungulia. Sielewi ni wapi. Nazunguka mara ya pili. Ukuta wako ni nini? Anasema mtazunguka siku ya tatu. Hii ni mara ya tatu na hesabu. Mara ya tatu na hesabu. Na hesabu ya pili. Hiyo shida imekukamata mno. Ni ukuta na ni giza mbele yako. Hauoni hata unapopenda. Bwana anasema atafanya mabadiliko. Kila tutakapolivunja tu na kuwasha moto, vita yako inakoma. Itaungua na kuteketea. Na hesabu tano. Haisongi, misijui, misielewi. Na hesabu mara ya sita. Nitakapofika ya saba, jiandae kushangilia. Jiandae kupiga kelele. Mara ya sita. Hii ni mara ya sita. Nazunguka wa ukuta wako. Hivyo vifungo vyako. Hiyo gereza lako. Huo ukuta wa Yeriko yako. Misielewi ni wapi. Ni watoto, ni mume wako, ni mke, ni familia, ni kazi, ni vifungo vya nguvu za giza. Vimefunga, wamekutumia vyovyote wanavyotaka. Sijui ni wapi. Wewe unaona. Tunakwenda mara ya mwisho. Jiandae sasa kupiga kelele. Nataka sasa kuwasha huo moto. Mara hiyo ya saba. Saba! Watu waliokoka wameshafunguliwa sasa. Sasa sikia. Tulia sasa.